Kuhusu matokeo, kwa upimaji wa darasa la 4 ufaulu wa jumla umepanda kwa 2.67, ambapo wanafunzi 1,324,970 sawa na 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024 ufaulu ulikuwa 86.24 na mwaka 2023 ufaulu ulikuwa 83.34. Kuhusu ulinganifu wa matokeo kwa jinsi, wasichana waliofaulu ni 703,287 sawa na 90.1 ya wasichana wote waliofanya upimaji huu. Aidha, wavulana waliofaulu ni 621,683 sawa na 87.59 ya wavulana wote waliofanya upimaji huu. Kati ya wanafunzi wote waliofaulu, wasichana ni 53% na wavulana ni 47%. Kuhusu ufaulu kishule, kati ya shule 20,508 zenye matokeo, jumla ya shule 20,364 sawa na 99.3 zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 zimepata wastani wa daraja E, ambalo ndilo daraja la chini zaidi lenye alama kati ya 0 na 60. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa ukihusisha masomo 9, masomo 5 ya lugha, yani Kiswahili, English language, French language, Arabic language na Chinese language, masomo 2 ya sanaa, jiografia na mazingira ya sanaa na michezo, pamoja na historia ya Tanzania na maadili, na masomo 2 ya science na hisabati. Kwa ujumla ufaulu katika masomo yote ni mzuri. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 92.1 ukipanda kutoka 84.52 mwaka 2024. Ufaulu wa somo la English language ni 72.71 ukipanda kutoka 68.86 mwaka 2024. Kwa upande wa masomo ya lugha chaguzi, jumla ya wanafunzi 6,833 walifanya upimaji huu kwa mara ya kwanza, ambapo kwa somo la French language wamefaulu kwa 95.73, lugha ya Kiarabu kwa 80.45 na somo la Chinese language kwa 93.16. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la science ni 87.93 na somo la hisabati ni 81.44. Somo la hisabati limeendelea kuimarika kwa ngazi ya darasa la 4, kwani wanafunzi waliopata daraja E wamepungua kwa 10% na waliofaulu kwa daraja A wameongezeka kwa 10% ikilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambao ulikuwa 71.4 na mwaka 23 ambao ulikuwa 54%. Kwa masomo ya sayansi ya jamii, ufaulu wa somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo ni 83.22 na somo la historia Tanzania na maadili ni 82.99. Kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, mwaka 2025 baraza lilipima mitaala miwili, mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni 86.93 sawa na wanafunzi 705,091, ambapo kati yao wavulana ni 312,492 sawa na 88.28 ya wavulana waliofanya upimaji, na wasichana ni 392,599 sawa na 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, kati ya waliofaulu wavulana ni 44% na wasichana ni 56%. Kwa ujumla ufaulu wa kidato cha pili mwaka 2025 umeimarika kwa ongezeko la 1.52 kutoka 85.41 ya mwaka 24 na 85.31 ya mwaka 23. Kwa kuzingatia mitaala, wanafunzi waliosoma kwa mtaala ulioboreshwa wamefaulu 1975 sawa na 89.85 na wanafunzi waliosoma mtaala wa awali wamefaulu 703,116 sawa na 86.93.
Kwa kuzingatia ubora wa ufaulu, jumla ya watahiniwa 2,040,469 sawa na 29.64% waipata madaraja ya la kwanza mpaka la tatu. Mwaka 24 waliopata madaraja hayo walikuwa 239,707 sawa na 30.08%, na mwaka 23 walikuwa 192,633 sawa na 27.73%. Idadi ya wanafunzi waliopata division 1 mwaka 25 ni 78,309 sawa na 9.65%. Waliopata division 1 mwaka 24 walikuwa 77,772 sawa na 9.76%, na mwaka 23 walikuwa 58,180 sawa na 8.37%. Kuhusu ufaulu kishule, jumla ya shule 6,198 sawa na 99.6% ya shule zote 6,223 zenye matokeo zimepata wastani wa daraja A mpaka D. Idadi ya shule zilizofaulu kwa daraja A zimeongezeka na kufikia 177 mwaka 25 kutoka 155 mwaka 24 na 96 mwaka 23. Kwa upande wa shule zilizopata daraja F ni 25 mwaka 2025, na mwaka 24 zilikuwa 27 na mwaka 23 zilikuwa 30.